Leo nataka tuzungumzie nguvu ya mchaichai. Kwa wale wote ambao wanaamini kuhusiana na mambo ya kiroho, basi watakuwa wanaelewa nini namaanisha. Kila mmea unaoona katika ulimwengu, basi ndani yake kuna nguvu kubwa sana. Nitakwenda kuelezea namna ya kuweza kutumia mchaichai kutuliza ndoa yako, lakini kurejesha mvuto wa aura yako ama nyota yako ambayo haipendeki tena. Yani wewe kama una tatizo la kuto kupendwa mahali popote pale ambapo unaenda, basi nakwenda kuelekeza namna ya kuweza kutumia mchaichai ili uweze kuondosha yote ambayo yanakukwamisha kwenye maisha yako, hasa kwenye masuala ya mvuto. Karibu tena. Kama ni mara yako ya kwanza, basi hakikisha unabonyeza alama neno subscribe, lakini pia una like, una comment, una share kwa watu wengine ambao unapenda wajifunze haya ambayo nafundisha kwa siku hii ya leo. Kama wewe ni mwanamke unakuwa unapitia changamoto ya kuchukiwa na mwanaume wako, kama kuna namna fulani anakutazama kama kitu kibaya ama kichafu, basi leo napenda kuelekeza namna ya kuweza kutumia mchaichai. Kitu cha kwanza kabisa, hakikisha unasafisha nyumba yako. Toa vitu ambavyo havitumiki katika nyumba yako, safisha nyumba yako vizuri, choma vitu vyote ambavyo unaona vilishaharibika vitumiki, dekia chumvi ya mawe ama ya magadi ili kuondoa nishati mbaya katika nyumba yako, hasa chumba chako cha kulala. Kipangilie vizuri, deki mpaka chini ya uvungu wa kitanda, toa uchafu wa kila aina. Baada ya hapo, tafuta manukato mazuri ambayo utaweza kuyatumia katika mji wako ama hicho chumba chako, inategemeana na mazingira ambayo unakaa. Baada ya hapo, hakikisha unaandika vile vitu vyote ambavyo huvipendi, ambavyo vimekushikilia katika maisha yako. Andika kwenye karatasi vizuri, weka chumvi ya mawe ama maganda ya kitunguu saumu ama chumvi ya mawe, weka juu ya hilo karatasi ambalo umeandika vitu ambavyo vinakutesa sana kwenye nafsi yako, choma. Baada ya hapo, anza kuoga. Oga kawaida kama ambavyo unaoga. Chemsha mchaichai, hakikisha unapata nusu ndoo. Baada ya kuchemsha, weka pembeni, chukua chumvi ya mawe, weka madonge 7, nuia vile ambavyo unataka. Hakikisha unaoga asubuhi na jioni, na unaweza ukaoga kwa kufanya manuizi yako yoyote, alama kufanya dua kulingana na imani yako, kwa sababu kila kitu unachokiona hapa ulimwenguni kimeumbwa na yule ambaye amekuumba, na kila kitu kina maana kubwa. Omba kwa vile ambavyo unataka. Kwa wewe ambaye pia unajiona kabisa kwamba huna mvuto, unachukiwa na watu, nuksi, vikwazo vingi sana kwenye maisha yako viishi, basi tumia mchanganyiko kuoga kwa muda wa siku 7 ama kwa muda wa siku 21 ama siku 3, inategemeana na aura yako jinsi ilivyo. Kwa hiyo angalia uzito wako wa mwili. Kama unahitaji tu kujiboost, tumia siku 3. Kama unaona kuna changamoto ambayo ipo kati, basi tumia siku 7. Kama unaona mambo yako haendi kabisa, basi jitahidi kutumia hata kwa muda wa siku 21. Kama nilivyosema, basi utaona mabadiliko makubwa sana kwenye maisha yako. Jitahidi kushare na wengine ambao unatamani sana waweze kupata vipindi vyangu ama waweze kujifunza madarasa yangu.